Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema kwamba njama za kuwapokonya silaha Hamas zimeshashindwa na kamwe hilo halitowezekana. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC katika taarifa yake katika kuadhimisha mwaka wa pili wa kuuawa mkuu wa zamani wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Ismail Haniyeh limesema mazungumzo dhidi ya Israel ya kutaka kuwanyang'anya silaha Hamas ni jambo ambalo halitowezekana. IRGC imesema kuwa kifo cha Haniyeh kimeimarisha azimio la kudumu la watu wa Palestina na azma ya wapiganaji wa Hamas ya kuendelea na njia yake. Wamezidisha mjadala wa upinzani na kupanua uungaji mkono wa kimataifa kwa Palestina, na kwamba mpango wao wa kutaka kuwanyang'anya silaha Hamas ni jambo ambalo limeshindikana na halitowezekana. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mauaji ya Haniyeh mjini Tehran alipokuwa mgeni rasmi aliyehudhuria sherehe za kuapishwa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jinai kubwa na ukiukwaji wa wazi wa misingi na kanuni za sheria za kimataifa na pia mamlaka ya kitaifa ya Iran na uadilifu wa ardhi. Taarifa hiyo iliendelea kusema kuwa miaka miwili baada ya Haniyeh kuuawa na Israel na huku kukiwa na mwendelezo wa mauaji ya halaiki huko katika ukanda wa Gaza, ongezeko la operesheni za kijeshi za Israel hadi kusini mwa Lebanon, vita vya pili na vya tatu vinavyofuata dhidi ya Iran kwa uungaji mkono wa rais wa Marekani na majeshi ya Marekani, tabia ya kigaidi na uhalifu wa Israel imedhihirika zaidi kuliko hapo awali. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kulipiza kisasi cha kuuawa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na pamoja na viongozi wengine hasa wa makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Ismail Haniyeh wa Hamas ni jambo la hakika, na kwamba jibu la jinai hizo kubwa litakuwa kali na la maamuzi mazito. Taarifa yao IRGC iliendelea kusisitiza kuwa njama zozote za kuwapokonya silaha Hamas zinaelekea kushindwa na tayari zimeshindwa. Taarifa hiyo imesema kuwa njia ya Haniyeh ni ya utu, heshima na uhuru, na kwamba itaendelea hadi kutekelezwa kikamilifu kadhia ya Palestina na kumalizika udhibiti wa Israel dhidi ya Quds. Na vile imesema kuwa wapiganaji wanaopambana dhidi ya Wazayuni bado hawajatikisika, na imeeleza imani yake kuwa ushindi wa mwisho wa Palestina dhidi ya Israel uko karibu zaidi kuliko wanavyoamini mahasimu wake. Israel imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza huku ikiua karibia raia 8 wasiokuwa na hatia. Israel imefanya mashambulizi mazito katika ukanda wa Gaza na hatimaye kuua watu karibia 8 na mamia ya watu kujeruhiwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel. Hata hivyo, jeshi la Israel IDF limeweka mipaka na bado linaendelea kuwepo katika ardhi ya Wapalestina huko katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo limekuwa ni moja kati ya mambo ambayo katika kipindi hiki yamekuwa kijadiliwa mno, kwamba ni jambo lisilowezekana kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.